Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Tuingie Kenya kidogo, tusungumze yale ambayo yanaendelea. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, rais wa 4 katika taifa letu la Kenya, ameweza kuwashangaza wa Kenya kwa kutaja kwamba anaugua ugonjwa wa saratani. Uhuru Kenyatta alikuwa anayazungumza haya kipindi ambacho alikuwa anamuomboleza rafiki yake wa karibu sana, mwenye walikuwa wanashinda na yeye kila wakati, ambaye aliweza kuaga dunia kutokana na ugonjwa wa saratani. Unajua kuna mambo mengine wanahabari huwa tunajua mapema, lakini unaogopa kuyazungumza kwa sababu utakuwa unazungumzia afya ya mtu. Sio leo tumeweza kujua kwamba Uhuru Kenyatta anaugua. Mwaka uliopita 2024, kama mnakumbuka vizuri, kipindi cha maandamano ya Gen Z katika taifa letu la Kenya, Uhuru Kenyatta alitoweka kabisa, hakukuwa anaonekana. Mpaka Wakenya wakaanza kuulizana maswali, je, rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameenda wapi? Uhuru akaja kuonekana mnamo mwezi wa 10 hapo tarehe 20 mwaka 2000, ilikuwa mwezi wa 10 tarehe 20 na kitu hapo, mwezi wa 10 mwaka 2024. Kama mnakumbuka siku ambayo William Ruto walipatana kwa mara ya kwanza na Rigathi Gachagua katika kaunti ya Embu, baada ya Gachagua kuondolewa mamlakani kama naibu rais. Wakati ule Uhuru Kenyatta aliweza kushangiliwa sana Embu, Gachagua akashangiliwa sana na wananchi Embu, ila Rais William Ruto akazomewa na wananchi. Hapo ndipo nilianza kujiuliza maswali, mbona rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa anavalia kofia ndani ya kanisa? Na kulingana na dini ya Kikatoliki, ukiwa kanisani upaswi kabisa kuvalia kofia. Ikaje ikagundulika baadaye kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa amenyoa nywele. Kutoka hapo mimi Ezra nikaelezwa kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa anaendelea na chemotherapy. Tukanyamazia kwa sababu sio mambo yote unajua tunapaswa kuzungumza, kwa sababu mambo mengine unaweza ukazungumza ukute kwamba umewashtua wananchi wa Kenya. Sasa siku ya Ijumaa tarehe 31 mwaka 2025, rais mstaafu alipokuwa anamulilia rafiki wake wa karibu, aliweza kuzungumzia swala hilo la kuugua ugonjwa wa saratani. Kwa wale ambao tunaelewa siasa kwa undani na wale ambao
tunachambua hotuba sana ambazo zinatolewa na viongozi, nilimgundua anazungumzia ugonjwa wa saratani. Hata wewe nikikuchezea kanda hiyo utaigundua. Alisema kwamba kipindi kimoja walipatana na ndugu yake huyo mwenye amefariki, wakiwa wanapata matibabu. Huyo mwenye amefariki alikuwa na mshauri jinsi ya kupata matibabu, jinsi ya kuishi na ugonjwa huo. Hebu msikilize kwanza Uhuru Kenyatta. Mine is to say I've lost a friend, I've lost a colleague, and especially for me in, don't know whether I should say this, but these are realities of life. In the last year, and a good part of this year, whenever we met, he was very encouraging about some of the challenges that we were going through. And since he had more experience than some of us, he was very encouraging in guiding and telling you how to look at this and how to handle some of these challenges in life, health and otherwise. And I'll miss that counsel, and I'll appreciate everything he guided some of us towards, and how he really held our hand and told us, don't worry, things will come to pass, it will go. We trust in God, we believe. But the reason Frank is lying here is because it is his time. Those of us who have those challenges will continue fighting with them, but equally, when it is God's time, we shall join him and be thankful for the life that we lived and the times that we shared together. Mine is to say to you, Angie, you are still our in-law. We will be with you. We will continue to share with you, and we look forward to continuing to hold each other's hands as we move towards our respective destinies. May God rest Frank's soul in eternal peace. Maneno haya ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta yameweza kuwashtua wa Kenya, asua akiwa kiongozi wa kwanza kabisa wa ngazi ya juu kuamua kukuja mbele ya kamera na kusema bayana kwamba anakabiliana na ugonjwa wa saratani. Yeye mwenyewe kayasema jamani. Kwa sababu kuna mahala ambapo alifika kasita kidogo akasema kwamba ajui aliseme au asiliseme, lakini akaamua kulisema. Akasema kwamba yule mwenye alifariki yeye ndiye alikuwa anamuelekeza jinsi ya kufanya. Hapa sasa inabidi weke mawazo kando kidogo, inabidi utumie madawa haya. So Uhuru Kenyatta yeye amekwisha waambia wa Kenya kwamba anapambana na ugonjwa wa saratani, ambao kwa lugha ya kimombo unaitwa kansa. Mbona Uhuru Kenyatta ameamua kuweka mambo bayana? Umesikia amesema kwamba sote tunaelekea pale mahala ambapo rafiki yake ameenda. Ikifika wakati huo atashukuru, tutashukuru ile miaka ambayo ameishi. Kumbuka kwamba Uhuru Kenyatta ni juzi tu ameweza kusherehekea miaka yake 64 I think, kama sio 63.
mbona Uhuru Kenyatta aliamua kusema bayana kwamba anakabiliana na ugonjwa wa saratani? Number 1, ameamua kuwaandaa Wakenya mapema kwamba endapo itafika siku apumzike, wajue kitu ambacho kimeweza kumpumzisha ni ugonjwa wa saratani. Wasianze kutapatapa hapa na pale, kusema hili, kusema lile, kusema lile. Ameamua kuwaambia Wakenya bayana bila kuficha kwamba anakabiliana na ugonjwa wa saratani na anazidi kumeza madawa. Jambo la pili la kutilia maanani, Uhuru Kenyatta ameamua kuwatia moyo wale wote ambao wanapitia na changamoto ama wanapitia changamoto kama hizi za kupata ugonjwa wa saratani, kwamba watumie madawa, wataishi tu kama watu wowote. Wacha nikwambie mpenzi mtazamaji, unajua kuishi na ugonjwa wa saratani haimaanishi tu kwamba utafariki. Hapana. Kuishi na ugonjwa wa saratani, hata unaweza ukaishi miaka 20 tangia ulipopatwa na ugonjwa huo. Unaweza ukaishi hata miaka 30 tangia ulipopatwa na ugonjwa huo. Cha msingi tu, meza madawa, pata exercise, fuata masharti ya madaktari. Number 3, Uhuru Kenyatta alikuwa anawaambia Wakenya hata matajiri wanakabiliana na matatizo ya ugonjwa. Kwa hivyo sisi Wakenya tunamtakia afueni ya haraka Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Tunamwombea azidi kupona. Wakenya tunajivunia sana uongozi wake, kwa hivyo tunamuombea afueni ya haraka. Haikukuwa tuyazungumze haya, lakini ameweza kuamua kuyazungumza yeye mwenyewe. Kwa hivyo ni vizuri Wakenya vile vile waweze kuyajua. Kila ambacho na waomba, zidi kupiga subscription, zidi kubonyeza kengele. Asanteni sana.